Tunapolinda fedha za umma, tunalinda matumaini ya wananchi wetu waliotuchagua. Tunapotumia taarifa za ukaguzi vizuri, tunajenga halmashauri zenye uwajibikaji. Tunapotekeleza mapendekezo ya CAG, tunaboresha huduma na kuimarisha imani ya wananchi kwa serikali yao. Kwa maneno hayo, Mheshimiwa mgeni rasmi, napenda kushukuru tena kwa kushiriki nasi katika ufunguzi wa mafunzo haya. Mimi na timu yangu tuko tayari kushirikiana na waheshimiwa madiwani na management za halmashauri katika kujenga uelewa na uwezo wa kutumia taarifa za ukaguzi kwa ajili ya kuimarisha usimamizi wa rasilimali za umma na uwajibikaji katika mamlaka ya serikali za mitaa. Mheshimiwa mgeni rasmi, mimi nitakuwepo hapa na kuna mada sisi wakuu wa mikoa na mabaraza madiwani yote wakiwemo wakurugenzi huwa tunapaswa kuzifuta hoja hizo kwa majawabu. Ukiona mkaguzi mkuu na mdhibiti wa hesabu za serikali anasoma ripoti yake mbele ya Mheshimiwa Rais, maana yake mjue amepitia mlolongo mwingi, ikiwemo masuala ya manunuzi, masuala ya ajira, masuala mengine yote ambayo yanapatikana kwenye mashirika ya umma, mashirika sio ya umma, upande wa serikali na kadhalika. Sasa semina hii inahusu nini? Mwanzoni semina hizi zilikuwa zinaishia kwenye kamati za kudumu za bunge. Wabunge ndio waliokuwa wanapata semina hii, na kama mnavyofahamu miradi mingi na utekelezaji wake ipo kwenye upande wa Local Government Authority, mamlaka ya serikali za mitaa. Sasa mdhibiti na mkaguzi mkuu wa hesabu za serikali ameamua kwamba kile ambacho kilikuwa kinafanyika kwenye kamati za kudumu za bunge, ambazo zilikuwa ndio semina elekezi kwa wabunge kuhusu hesabu za serikali na hoja na namna kuzuia na namna kufuta hoja, sasa ameona aanze moja kwa moja kwenye upande wa serikali za mitaa chini ya madiwani na wakurugenzi ambao na mamea ambao leo mmeona hapa. Fomani, mimi nataka nikamuulize mdhibiti na mkaguzi mkuu wa serikali, value for money ina faida gani? Unaweza kukuta mradi mnaambiwa kuna barabara ya bilioni 16, lakini baada ya miezi miwili inaanza kumomonyoka. Hatua ambazo sisi kama baraza la madiwani tunaweza kwenda kuchukua. Lakini kubwa nilitaka nimshukuru sana waziri wetu wa TAMISEMI. Unajua mtu akijua kitu ni sawa sana ukiwa mchambuzi wa mpira. Kama ule mtu anaofahamu zaidi mpira anakuchambulia kwa raha sana. Ana moyo wa kazi, nikatamani watu wajue. Lakini ametufurahisha sana kutupa nafasi ya kwenda kukopa. Unajua miradi ya barabara, mfano unaambiwa barabara unapata 2.3 km, 2.1 km. Sawa, inaingia lami, lakini haileti thamani halisi. Sasa kutupa